katika kuelezea swala za sunna, na moja katika swala za sunna ambazo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa hakosi ni swala inaitwa salatu duha. Swala ya duha imeitwa salatu duha kunasibishwa na wakati wake kwamba yaswaliwa wakati wa duha, ai idha dhaha nahar, mchana sasa ukiwa umekuwa mweupe. Na hii swala yaingia wakati wake baada tulu'i shamsi wa irtifaiha qadra rumhin, baada ya kuwa jua lishatoka na likaangatika kadiri ya uti wa fumo, yani kwa kiasi cha dakika 16 baada ya jua kutoka takriban, kile kizidi ni bora. Kuna swala yaitwa salatul ishraq, na hii imekuja kutokamana na hadithi al-Qudsi aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, abdi salli li arba'an fi awwali waqti an-nahari ukfika akhirahu, nisalie mimi raka 4 mwanzo wa mchana. Mchana hujulikana kwa kutoka jua, ukfika akhirahu, nitakutosheleza itakayokubakia. Sasa wanavyuoni wakachukua kwamba kuna raka 2 za ishraq, yani baada ma tushriqu shams, baada jua likisha kutoka na likaangatika utaswali raka 2 au raka 4. Alafu kuna na hizi raka za duha, kila mchana ukiwa mwingi ni bora isifike katika wakati istiwa, yani swala ya duha kuiswali kwenye saa 4 saa 5 ni bora zaidi, kuanzia saa 4 saa 5 ni bora zaidi. Na hii swala ya duha pia huitwa salatul awwabina. Salatul awwabina, awwabin innahu awwab ay raja' kathirul awba, kathirur ruju'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii imepewa jina la salatul awwabina. Awwabina ni wenye kurudi kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya hadithi ilokuja, man salla dhuha rak'atayn lam yuktab min al-ghafilin, mwenye kuswali raka 2 za dhuha haandikwi huyo katika min al-ghafilin, ay ghafilina anillahi subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kibaya kama wewe kuwa ghafla anillah, kumsahau Mola wako. Ikiwa utamsahau Mola wako utakumbuka nini? Na ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kumkumbuka Mola wako saa zote, basi tarajia mazuri kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Sasa moja katika mambo kwamba itakusaidia, wala takum min al-ghafilin, tumekatazwa sisi kuwa katika ghafilin. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Kuna watu Mwenyezi Mungu ameweka kwenye ghafla, kusahau kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawana wakati, hawana muda wa kukumbuka, akamkumbuka Mola wake, akakumbuka makosa yake, akakumbuka neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumkumbuka Mwenyezi Mungu ni kumkumbuka kwa mema anayokufanyia, na ukakumbuka kwa mabaya unayofanyia, ukamshukuru kwa yale mazuri na ukamwomba msamaha kwa yale mabaya unayofanyia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa usiwasikilize wale ambao kwamba ghafalna qalbahu an dhikrina, yoyote ambaye kwamba yeye tumeusahauzisha ule moyo wake, kwa sababu yeye amejisahauzisha na sisi mpaka tukamsahauzisha. Nasullaha fanasiyahum anfusahum, walimsahau Mungu na wao wakawasahauzisha wao wenyewe wasijitambue kwamba sisi tuna neema tunataka tumshukuru, tuna mabaya tunataka tumuombe msamaha. Na hata kama huna neema, kule kumtaja na kumkumbuka ni neema.
ikiwa kuna neema yafaa kutajwa ni neema, basi akbaru ni'matin an tadhkura sahibu neema, kule kumkumbuka mwenye neema, hiyo ni neema. Na huwezi kumkumbuka Mwenyezi Mungu ila yeye Mwenyezi Mungu akukumbushe kumkumbuka yeye. Walau aradu al-khuruja, lakini Mwenyezi Mungu kisha anasema walakin kariha Allahu bi'athahum fathabbatahum. Mungu akikupenda hukutengezea njia za wewe umpende yeye, na akiwa hakupendi ukusahazisha zile njia za kumpenda yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo moja katika swala muhimu sana ya kukufanya wewe ni dalili ya kumkumbuka Mola wako subhanahu wa ta'ala, si katika watu waliomsahau Mola, ni kuswali raka 2 za duha. Hadithi zinazozungumzia fadhaili za swala ya duha ni nyingi sana, lakini tutaje baadhi yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi iliyokuwa katika Sunan at-Tirmidhi, ingawa amesema ni hadithun hasanun gharibun min wajhi, na Ibn Majah pia ameipokea. Abu Hurairah asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema man hafadha ala shuf'atin duha, mwenye kudumu, hafadha kwa maana dawama, mwenye kudumu na raka 2 za duha, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ya salam, raka 2 tu za duha ukidumu nazo, Mungu kusamehe dhambi zako hata kama ni mfano wa mapovu yanayopatikana kutokamana na mawimbi ya baharini. Fikiria mawimbi baharini yako mangapi, yale mapovu ni kiasi gani? Maana hata madhambi ya mingi, raka 2 tu za duha. Lakini المشكل hal adh-dhunub hiya mushkilatuna? Je, madhambi ni tatizo letu? Unajua siku zote kila mmoja, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila mmoja na anachokiona kidogo, ahamia na aulawia. Ikiwa wewe ahamia na aulawia ni dhambi, la yarjuwanna al-abdu illa rabbuh wala yakhafanna illa dhanbuh. Kitu ambacho kinastahili kuogopewa peke yake katika maisha ya mwanadamu ni dhambi. Dhambi tunataka tuziweke nusba ainia, mbele ya macho, dhambi 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 dhambi. Tuogope dhambi. Sasa moja katika kusaidia kwamba wewe uogope dhambi ni kuswali raka 2 za duha, lakini hazitakusaidia zile raka 2 za duha kwa dhulma. Dhambi baina yako wewe wa baina Allah, amma dhunub bainaka wa baina al-ibad, hii yatakiwa wewe utake uombe msamaha, utake waridhishe wale waliokosea. Lakini dhambi bainaka wa baina Allah subhanahu wa ta'ala, faman yahulu bainaka wa baina tauba, hakuna aweza kukuingilia kukuwekea kizuizi baina wewe na baina tauba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, mwenyewe Mungu ataka kututubia, lakini sisi wenyewe tu. Hadithi nyingine, la yuhafidhu ala salati dhuha illa awwab, rawahu al-Bayhaqi fi Sunan al-Kabir wa an-Nasa'i fi Sunan as-Sughra. Hadumu na sala ya dhuha illa awwab. Mwenyezi Mungu alimsifu nabii min al-anbiya, innahu awwab raja' kathirul tauba. Unaona katika dua za safari, wakati ukiwa warudi unasemaje? Aibuna taibuna li rabbina hamidun, aibuna ni raji'un. Na katika hadithi al-Qudsi kama tulivyoelezea, ibn Adam salli li min awwal an-nahari 4 rak'atin ukfika akhirahu. Na hadithi maarufu sana hii, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Unapopambaukiwa, yani unapoamka wewe, kuna
sadaka atakautoe katika kila kiungo chako. Mwanadamu ana viungo vingi sana, kila kiungo kinahitaji kutolewa sadaka. Sasa wewe angalia, wengine wakwambia una viungo takriban 360. Sasa wewe kutoa sadaka kidole uwezi kutoa sadaka viungo vyote. Asa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yusbihu, kwa maana husiri, huwa ni lazima kwa kila mtu anapopambaukiwa atolee kila kiungo chake sadaka. Kisha akasema fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin wal amru bil ma'ruf sadaqa wan nahyu 'anil ma'ruf ni aina za sadaka unatoa. Ukiamrisha mema, ukikataza mabaya, ukimtaja Mwenyezi Mungu, ukileta tasbihi, ukileta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar, sadaqa. Lakini angalia, wayujzi dhalika an dhalika, itakutosheleza kufanya haya yote. Ukifanya hili yatosha, una haja kufanya haya mingine. Rak'atani yarka'uhuma min al-duha, raka mbili utazaka kuziswali katika swala ya dhuha ya kutosheleza. Raka mbili tu, hata kazini swali raka mbili. Na hiyo wanazuoni waita salatul hina, ni moja katika swala mujarrab kwa kusahilishia pesa. Hapa watu fadhila hizi zingine za kufutua dhambi vingi hatakuwa na muhimu nao, lakini kujua huleta pesa. Katika vitu ambavyo kwamba valeta pesa haraka, vitu vitatu: uswali raka mbili za dhuha, usome za wakati alwaqi'a, lakini usome bi mahabba wa taqarrub ila Allah, sio kwa ajili ya pesa. Soma kwa ajili ya mahabba yaliyomo ndani ya sura al-Waqi'a, na usali kwa ajili ya kuwa taqarruban ila Allah. Kadhalika kuleta la ilaha illa Allah al-Malikul Haqqul Mubin baada salati adh-dhuhr 100 mara. La ilaha illa Allah al-Malikul Haqqul Mubin, la ilaha illa Allah al-Malikul Haqqul Mubin, la ilaha illa Allah 100 mara. Ziko na zingine istighfar, wa an istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin fulus. Istighfar istighfar. Kiona dhiki ya pesa, leta istighfar. Fanya, jaribu hii kwa kuamini, jaribu kwa kuamini, jaribu ma'al iman. Leta istighfar kila siku 1000 kwa muda siku 40. Uangalie pesa zitakavoshuka kwako wewe. 1000 kwa siku kwa muda siku 40. Ona hiyo ustadhi huna. Inshallah Mungu asitupe haja ya kutaka pesa. Mungu asitupe haja ya kutaka pesa. Mungu atupe haja ya kumtaka yeye. wakati wa sala ya dhuha min irtifai ash-shamsi qadra ruhi ila zawal, mpaka ile jua likipinduka. Lakini usiswali wakati jua inda al-istiwa. Haifai kuswali swala inda al-istiwa illa ikiwa siku ya Ijumaa au kiwa Makka. Basi jua likilingana, likisamti sama, yani ukiwa macho ili hapo. Uzuri ni uchache ni raka mbili, na ukamilifu wake raka 8. Utasoma nini? Soma utakacho. Na soma utakacho, lakini ukiwa utaweza kusoma raka ya kwanza baada suratul Fatiha wa shamsi wal duhaha ni bora. Raka pili baada suratul Fatiha wal layli idha yaghsha ni bora, au wal duha wa shamsi wal duhaha na wal duha wal layli idha saja. Au soma ile alikuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ni bora zaidi katika sala za sunna. Alikipenda kusoma kul ya ayyuhal kafiruna na nini na kul wallahu, manake hii imekusanya kila maana ya tauhidi. Kul ya ayyuhal kafiruna kukataa, kul wallahu ahad kuthibitisha. Soma hizo. Zile sala za usiku nzuri kusoma Qur'ani kwa wingi, hata kushika mswafu. Shika mswafu, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dhalika alkitab. Soma. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuswali
akasoma suratul Fatiha na suratul Baqara. Raka pili suratul Fatiha na Ali Imran. Raka tatu suratul Fatiha na suratul Nisa. Raka nne suratul Fatiha na suratul Maida. Taweza juzu nane hizo. Na ukisikia raka kidogo huwa zina kisomo kingi. Na wenyewe kwambia bora kisimamo kirefu kuliko aina raka nyingi. Yani leo mtu atasali raka mbili kwa masaa mawili na raka 200 kwa masaa mawili, bora sali raka 2 kwa masaa mawili. Kile kisimamo kikiwa kirefu bora zaidi kuliko raka kwa nyingi. Naam, hii ndio salatu dhuha, namna inavyoswaliwa na umuhimu wake. Ina na dua baada yake, lakini hii ni dua imehudhuria na baadhi ya wanazuoni. Ukitaka omba, usipotaka tuatie wenyewe. Allahumma inna dhuha dhuhauka wal bahau bahauka wal azamatu azamatuka wal qudratu qudratuka, mpaka mwisho. Allahumma in kana rizqi fi samai fanzil wa in kana fil ard, namna hiyo mpaka mwisho. Ukitaka takusomea, lakini iko dua ukitafuta, ukiandika tu kwenye mitandao dua baada salati dhuha utaipata. Ikiwa wewe unapenda dua baada ya swala, kuna watu hawapendi hata dua. Kuna watu ushangaza hawapendi dua wao, kila jambo la dua. Angalia dua alivyokuwa muhimu. Mwenyezi Mungu asemaje? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi, Mungu hajali kutuangamiza, lakini laula dua tu. Usio kila kitu dua upende. Kuna watu ni adui ya dua, na ukiomba dua hukasirika. Subhanallah. Wewe ukasirika na dua? Wewe ukasirika na dua? Unajua maana dua huwa al-ibada. Hadithi nyingine, ad-du'a mukhul ibada. Kila kitu kina krimu ya ibada ni dua. Mwenyezi Mungu apenda sana dua. Usiwe na istinkaf ani dua, kwa hupendi kuomba. Penda kuomba. Kuna mtu omba, na ndio hata mimi nikahusia nikasema, mmoja aliniuliza, ustaz, nataka dua za kusoma wakati wa kutufu. Kaambia wewe sema amin. Wenye kuomba vingi pale, huyo omba hili, hakuna wenye kujapiza pale. Wote huyo omba mali, huyo omba afya, huyo omba sijui watoto. Wewe sema amin. Wengine huomba wake, utapata kwa wote wale ambao wamekusanya khulasa amin ya rabbi. Kwa dua zote hizi ana amin, ana muammin. Angalia Nabii Musa aliomba, Nabii Harun akasemaje? Amin. Mwenyezi Mungu akasemaje? Laqad ujibat da'watukuma. Na aliomba ni mmoja, lakini mwingine alikisema amin. Mwenyezi Mungu atupe